Karibu katika matukio ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi wiki hii. Mnamo Juni 9, 2025, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ameongoza kikao cha Baraza la Mapinduzi kilichofanyika Ikulu Zanzibar. Tarehe 10 Juni 2025, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amewakaribisha wawekezaji, wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla kushiriki katika tamasha la uwekezaji la Zanzibar Investment Summit 2025 kisiwani Pemba tarehe 15 mpaka 17 Juni 2025. Tamasha hilo linatarajiwa kuongeza fursa za ajira, kukuza uchumi wa ndani na kuhamasisha uwekezaji wa kimkakati unaolenga kuinua maisha ya wananchi wa Pemba na Zanzibar kwa ujumla. Mapema Juni 11, 2025, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa serikali imeweka mkazo maalum wa kuifungua Pemba kiuchumi kupitia ujenzi wa uwanja wa ndege, bandari na miundombinu ya barabara. Dr. Mwinyi amesema hayo alipozungumza na ujumbe maalum wa serikali ya Uingereza ukiongozwa na Mheshimiwa Kate Osamor MB, mjumbe maalum wa biashara wa serikali ya Uingereza kwa Afrika Mashariki waliofika Zanzibar. Baadaye Juni 11, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amewakaribisha wawekezaji kutoka China kuwekeza nchini, hususan kuendeleza sekta ya afya na tafiti za dawa za asili nchini. Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ameyasema hayo alipozungumza na timu ya wataalamu kutoka chuo cha utafiti wa dawa za asili cha China walipofika Ikulu kuonana naye. Halikadhalika ameeleza kufarijika na misaada katika sekta ya afya inayotolewa na timu za madaktari bingwa wanaokuja nchini kwa nyakati tofauti kutoa matibabu kwa jamii, dawa na huduma katika hospitali na vituo vya afya, pamoja na mafunzo kwa watendaji wa sekta ya afya nchini. Mapema Juni 12, 2025, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar inajipanga kuendelea kujenga miundombinu ya viwanja vya ndege ili kuendeleza kuwa kituo bora cha utoaji wa huduma za usafiri wa anga. Akifungua mkutano wa huduma za usafiri wa anga pamoja na utalii Afrika uliofanyika katika hoteli ya Golden Tulip uwanja wa ndege wa kimataifa Abeid Amani Karume, ameeleza kuwa upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa Abeid Amani Karume na ujenzi wa uwanja wa ndege mpya wa Pemba ni miongoni mwa juhudi zinazochukuliwa na serikali ya kuimarisha huduma za usafiri wa anga. Ameongeza kuwa huduma za usafiri wa anga ni kichocheo muhimu cha ukuaji wa sekta ya utalii uliochangia 30% ya pato la taifa na kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Zanzibar. Baadaye siku hiyo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alifuatilia matangazo ya moja kwa moja kupitia ZBC ya uwasilishaji wa bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Iliwasilishwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango, Mheshimiwa Saada Mkuya Salum katika Baraza la Wawakilishi Chukwani, mkoa wa Mjini Magharibi. Juni 13, 2025, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaj Dr. Hussein Ali Mwinyi ameungana na waumini wa dini ya Kiislamu katika sala ya Ijumaa pamoja na sala ya jeneza ya marehemu Abdullah Ali Mfaume, kaka wa katibu mtendaji wa ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, iliyosaliwa katika msikiti wa Miembeni leo tarehe 13 Juni 2025. Baadaye siku hiyo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaj Dr. Hussein Ali Mwinyi amejumuika na wananchi mbalimbali katika mazishi ya marehemu Abdullah Muhammad Bomba aliyefariki dunia. Alhaj Dr. Hussein Ali Mwinyi alishiriki katika sala ya maiti iliyofanyika katika msikiti wa Mubarak Mazrui, Mombasa, mkoa wa Mjini Magharibi. Marehemu Abdullah Bomba amefariki wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya mkoa ya Lumumba na kuzikwa katika makaburi ya familia yao Kwarara, wilaya ya Magharibi, mkoa wa Mjini Magharibi. Na hayo ni matukio ya wiki hii ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi.